Asante Naibu Bala na Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Katibu Mkuu na Makamu Zanzibar, ndugu waandishi wa habari na wanachama mlioko ndani ya ukumbi wetu. Kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Lucas Ngoto, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti yenye mkoa wa Mara, Shinyanga pamoja na Simiyu. Niko hapa kwa ajili ya kutoa ushuhuda mfupi tu juu ya tukio la jana, namna ambavyo lilitokea na unyama mkubwa ambao tulifanywa jana na watu ambao wanajiita ni polisi, ila mimi kwa imani yangu sidhani kama ni polisi wanaweza kufanya yale matendo, kwa sababu mimi nimefika mahakamani asubuhi. Nimefika mahakamani getini, nikaomba kuingia mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Na lingekuwa neno la ajabu na la aibu kwangu mwenyewe kwamba mwenyekiti wetu wa taifa analetwa kwenye kesi, alafu ni haki yetu kuisikiliza, alafu nisifike mahakamani. Kwa mimi binafsi nilikuwa nimeapa kufika mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi. Nimefika kwenye geti lile la mahakama, wakaanza kusema leo hakuna mahakama hapa. Leo hakuna mahakama, mahakama haifanyi kazi. Polisi waliokuwa pale wakasema mahakama haifanyi kazi. Sasa baadaye wakati naondoka wakawa wanamshambulia dada Eliza. Tulipoenda kuambia mimi na wenzangu akina Twana Pambaru, mbona mnamshambulia huyu dada na ni mwanamke? Wakatukamata hapo. Sasa tulikamatwa watu 9. Na hatukuwasumbua polisi. Metukamata watu 9 bila kuwasumbua. Wametembea na sisi kwenda Kawe huko. Wamezunguka na sisi zaidi ya masaa 4. Wakaenda wakatushusha kwenye kituo kamoja ka polisi kana askari mmoja peke yake. Tukakaa kama dakika 5 hivi, wakatupakia tena kwenda kwenye gari. Walipakia kwenye gari wakatupeleka karibia na Ambweni, kituo cha polisi cha Ambweni. Lakini baadaye hawakutuingiza kituoni, wakatupeleka huko ambako walienda kutupiga, huko Ununio. Tulipofika maeneo ya Ununio kwenye lami, tulikuta defender 2 ambazo zina askari au hao wanaojiita polisi, ambao tunahisi kazi yao ilikuwa ni kupiga watu. Kwa sababu ile gari iliyotutoa kule Kisutu yenyewe ilienda, tulipofika pale ilikuwa 1, wakati tunaenda baharini huko Ununio zikawa 3. Kwa hiyo tulipofika mule kuna vichaka fulani hivi, tulipita njia kwenye vichaka hapo. Tulipofika hapo kwenye hivyo vichaka, wakamshusha dada Pendo, wakaanza kumpiga. Kuna askari mmoja alikuwa na nyota kama 2, akaanza kumpiga dada Pendo kama anaua nyoka. Na wengine wote tukaambia shuka kwenye gari, vua viatu, ficha uso. Vua viatu, ficha uso. Na kama unaweza kuomba Mungu, omba Mungu. Jikabidhi kwa Mungu. Kwa hiyo tukaenda tukavua viatu, tukalala chali, tukaanza kupigwa kipigo cha mbwa koko.
kwa anatupiga kwenye nyayo, piga kwenye matako, kona hivi ilivyovimba kwenda kote, hawaangalii. Kulikuwa na vijana wadogo pale wanatupiga kama vile sio hawapigi binadamu. Kwa ulivyoona tumechoka. Sasa hata atulii, wametupiga sasa, yani mili imekuwa ganzi. Wakatuacha hapo Ununio. Wakaambia askari huyo mkubwa aliyekuwa na nyota, akawaambia watafutieni maji masafi waoge. Wakatupeleka kwenye dimbu moja lilikuwa na maji machafu. Wakatuambia haya, ogeni humo. Tukagaragazwa kwenye lile dimbu lenye maji machafu mule ndani. Walimaliza kutugaragaza kwenye lile dimbu, wakatuambia pandeni kwenye gari. Kwa hiyo tulivyopanda kwenye gari tukapelekwa Mbweni. Tulifika kituo cha polisi Mbweni, hatukuwekwa lock up. Tulipelekwa chumba cha upelelezi. Tukawekwa kwenye chumba cha upelelezi wote sisi ambao tulikuwa watu 9. Hatukupelekwa lock up ya kawaida. Tukapelekwa chumba cha upelelezi, tukawekwa humo ndani. Baada ya pale kama masaa 3-4 tuliambiwa tokeni nje. Tukapandishwa kwenye gari, ndio tukapelekwa huko Bagamoyo. Wakafika mahali kwenye poli, wakasimamisha gari. Kulikuwa na kichaka, wakaambia kwenye kichaka huko. Kayasogea mbele, walivyotushusha wakasogea mbele, wakageuza gari, wakaturushia simu, wakakimbia. Sasa mimi ni maswali ya kujiuliza, na naomba Watanzania wote tujiulize maswali haya. Kwa nini pale wanapotesea watu tulipoenda kupigwa ni eneo la jeshi? Kama watu wanaotupiga ni askari wa kawaida, wanapata wapi kibali cha kwenda kwenye eneo la jeshi kupigia watu? Kwa nini? Lakini swali la pili ambao Watanzania tujiulize. Sisi tumeenda mahakamani na tumekamatwa, hatuna hata wembe wowote wa kumshambulia askari. Kwa nini wanatukamata hawatupeleki kwenye vituo vya polisi, lakini wanaenda kutushambulia kwa kutupiga? Na ukweli ni kwamba kama tungelijua kwamba tunaenda kupigwa na hatupelekwi kwenye kituo cha polisi, afadhali tungefia pale Kisutu. Kama tulijua tumekamatwa na polisi, tunapelekwa mahakamani, na kama kuna sheria za Tanzania tumezivunja, basi tunajua tutapelekwa mahakamani kwenye hizo sheria tulizozivunja. Lakini matokeo yake tunaenda kupigwa. Tumekosa nini? Tunaenda kupigwa. Maana ya kupigwa maana yake ni nini? Mahakama kwenye hii nchi zimefutwa. Wale wanaojiita si wana sheria, ofisi za sheria, maana yake zimefutwa. Polisi wana kazi ya kukamata. Wanasheria wanaandaa kesi, inaenda mahakamani. Mahakama inatafasiri kwamba huyu mtu anakosa au hukumiwa kwa kosa hili. Lakini polisi anakamata, anachunguza, anahukumu, anatoa adhabu. Kitendo cha kutukamata na kwenda kutupiga na kutuachia, maana yake ni kwamba wao wametukamata, wamehukumu, kila kitu wamemaliza. Sasa Watanzania wenzangu, haya mambo tusiyafikiri ni mambo madogo. Hata kitendo cha kutupeleka kule maeneo yale ya baharini, kuna ujumbe tu walikuwa wanatupa kwamba hapa mnaweza mkatoka au msitoke. Watanzania tusiwe wakimya. Tupige kelele, haya mambo, hii nchi ni ya kwetu wote. Tupige kelele, haya mambo yakomeshwe kwenye taifa letu. Asanteni sana. Naomba apate usaidizi. Pole sana ndugu Ngoto. Tunaposema uharamia uliofanyika, basi ninaomba Watanzania waone na dunia ione hawa waliokuwa naenda kwa